Mahakama Kuu ya Haki siku ya Ijumaa imezuia uamuzi wa serikali ya Benjamin Netanyahu ya kumfuta kazi mkuu wa Shin Bet, shirika la usalama la Israel, Ronen Bar, hadi kusikilizwa kwa ombi la kupinga hatua hiyo. Hatua hiyo ilifuatia kura za baraza la mawaziri kwa kauli moja iliyotolewa siku ya Alhamisi ya kumaliza muhula wa mkuu huyo wa shirika hilo kufuatia uamuzi wa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kuwasilisha pendekezo kama hilo kwa baraza la mawaziri. Waziri wa fedha Bezalel Smotrich alijibu uamuzi wa mahakama akisema mahakama haitasimamia vita au kuchagua makamanda wake. Waziri wa usalama wa kitaifa Itamar Ben-Gvir alishiriki kwenye ukurasa wake wa X akisema mageuzi ya mahakama sasa ni kwamba uamuzi huo wa waziri mkuu ulikuja huku kukiwa na uchunguzi wa Shin Bet kuhusu wasaidizi wa Netanyahu ambao wanadaiwa kuhusika katika kisa cha Qatar Gate. Unaweza kusikiliza na kuzingatia mapendekezo, lakini haikubaliki kwa mkuu wa Shin Bet kutangaza hadharani mojawapo ya mbinu ya tume za kitaifa za uchunguzi kutokana na kushindwa wakati wa mauaji Oktoba 7. Netanyahu aliripotiwa akibainisha katika rekodi zilizovuja za mkutano huo. Yeye Bar anapaswa kuniambia hili kwa faragha na sio kuliingiza shirika katika masuala ya kisiasa, waziri mkuu huyo aliongeza. Aidha, Netanyahu alisema kwamba anabadilisha neno tumaini. Anajua kwamba haombi wajibu wa kibinafsi wa uaminifu. Ninahitaji kumtazama machoni na kumwamini kitaaluma na kibinafsi bila kusita wakati wa kuidhinisha shughuli nyeti, Netanyahu alibainisha zaidi. Mawaziri wa serikali wanasema kuna mtu yeyote anaweza kufikiria kwamba tungeendelea kufanya kazi bila uaminifu kwa sababu ya amri ya mahakama. Hilo haliwezi kutokea na halitafanyika, kiongozi huyo wa Israel aliendelea kuambia mkutano wa baraza la mawaziri. Hata hivyo, Israel ilisema katika taarifa yake mnamo siku ya Ijumaa asubuhi kwamba imemfuta kazi mkuu wa Shin Bet. Uamuzi wa mahakama kuu ya haki ni hatua ya kwanza na muhimu katika mapambano ya kulinda uhuru wa mifumo ya utekelezaji wa sheria na walinzi wa milango nchini Israel. Kwa mujibu wa waziri mkuu Benjamin Netanyahu, anasema wataendelea kupigana kwa zana zote walizokuwa nazo dhidi ya majaribio ya kudhoofisha utawala wa sheria na kuchunguza uhusiano hatari kati ya washirika wa waziri mkuu na Qatar. Upinzani umewasilisha ombi kwa msemaji wa ofisi ya waziri mkuu ambaye alithibitisha kupitia Jerusalem Post kwamba Netanyahu alikuwa ametoa matamshi hayo. Mapema siku ya Ijumaa, vyama vya upinzani vya Yesh Atid, National Unit, Yisrael Beitenu na The Democratic viliwasilisha ombi kwa mahakama kuu ya haki wakidai zuio la kufutwa kazi kwa mkuu wa Shin Bet, Ronen Bar. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.